Ndugu zangu, habari zenu. Nimekuja hapa kwenu leo kusema kuhusu kukamatwa kwa mzee Clemence Mandampo wa Mbeya. Ndugu zangu, wacha tu niseme jambo hili. Polisi wamemkamata huyu mzee, lakini wanasema chanzo cha kosa lake ni maudhui mtandaoni. Lakini kupitia vyombo vya habari au mtandao hiyo kuna mtu ameonekana akisema 2020 aliyokuwa mkuu wa wilaya Longido, 2020 hakuna mtu diwani yoyote aliyoshinda kwa kupiga kampeni. Ni serikali ndio ilitengeneza mazingira ya yeye kushinda, na waliua watu sana. Yeye akasema alishiriki, na yeye sio muoga, na alishiriki, na mnajua, yani akawaambia wale madiwani kwamba na mnajua kilichofanyika kwenye mapori. Sasa swali langu, huyu bwana vipi yuko apigi huyu jamaa? Sasa tujaona kwenye chombo chochote zaidi ya kuona kwamba ametenguliwa uteuzi wake. Sasa mimi niseme, yuko wapi yeye, tujue kwamba, kwa sababu mtu sio mbuzi. Amesema kwamba aliua na ni kwenye mapori na ni serikali ilihusika. Wakati huo yeye ni mtumishi wa serikali. Kwa nini mtengue aende nyumbani, asikamatwe, akafikishwa mahakamani, akaambiwa jamani, sasa sisi pia tutapata Watanzania uwezo wa kuhoji, kusema jamani, sasa ulimuua nani? Tuambie, na ni kwenye pori gani? Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu walikufa kweli kwenye uchaguzi, kuna watu walikufa kweli uchaguzi huo aliotaja yeye. So kwa nini tumwache aende? Yaani mimi nadhani kuna siku nchi hii, sijui, lakini kwa uelewa wangu mimi kuna namna fulani ambayo tunakwama makusudi kabisa, kwa sababu ya polisi kutowaona wahusika wa vurugu na matatizo haya. Unaenda kumkamata mzee Clemence ambayo kwa sababu tu ya msimamo yake, yani wala anakosa. Kwa sababu mngekuwa makini sana, mngemkamata yule aliyosema ameua, kwa sababu kesi ya mauaji na kesi ya kukashifu sijui imani ya nini ni tofauti. Hata kwenye fine, kwenye adhabu, kwenye nini ni tofauti kabisa. Mauaji ni jambo la kutisha sana. Lakini kingine, kuna mtu alisema kabisa, kasema, wewe nye polisi sikilizeni. Mtu anayetukana viongozi, tukiwapoteza hawa, msiwatafute. Ni sawa. Kasema kabisa, kasema. Mlishawahi kuchukua hatua gani ya kuaminisha Watanzania kuwa nye polisi na yule mtu amshirikiani kwa namna yoyote ile, na hawezi kutoa agizo kwa jeshi la polisi kwamba si tufanye nini? Mlishawahi kuchukua hatua yoyote? Lakini nye kwa akili zenu ndogo, kwa sababu nasema hiyo ni akili ndogo kabisa. Nye mnafikiria sisi Watanzania hatuoni hizo. Yaani mnafikiria tu hatuoni hizo, yani hatuonagi hizo double standard. Mnaifikiri kabisa kwenye akili zenu hatuoni hizo double standard. Na kwa sababu ya mazoea, mmeshatuzoea sasa, mnaonea wale kabisa, mkiwa mnajua kabisa tunajua hii ni uonevu. At the same story, huyu ametoa lakini achukulia hatua. Hiyo tunajua, na ni kati ya moja ya vitu ambavyo vinajenga chuki kwetu sisi na nyie polisi, kwetu sisi na hii kikundi ya political mafias walioteka nchi yetu. Nasema ndio walioteka nchi yetu. Mimi sikupiga kura, ni wengi tu hawajapiga kura. Tunajua kwamba nchi nzima hawajapiga kura. Mmejitangaza tu wenyewe, mmekutana tu kama kakikundi fulani hivi, kujibandikiza kwenye serikali hivyo, kaenda hivyo. Sasa mimi nije kwenye mambo mengine.
Na huo msimamo huwa haubadiliki. Hata kama itaondoa maisha yangu mimi, haubadiliki. Ni kwamba kura haijapigwa. Hii mambo ya kusema sijui nini kwa ajili ya kupooza, hakuna kupooza hapa. Samia, wewe utaondoka. Either utaondoka kwa kuwa miaka 5 imeisha ukatii ukaondoka, au utaondoka kwa taratibu za Mwenyezi Mungu, au utaondoka kwa vyovyote vile, but utaondoka. Either utaondoka niko hai, au utaondoka nikiwa nimekufa, nimetangulia, pengine mmeniua, au nimeenda kwa taratibu za Mwenyezi Mungu, but utaondoka. Kwani wewe utadumu milele bana? Tuanze kutishiana hapa ati sijui nini eti kwa hizo mambo tuache bana. Sasa kuna watu wengine wamesema watu watakatana vichwa vibaya mno. Yaani watakata watu vichwa vibaya mno. Hatujawahi kuona wakihojiwa. Kwa nini hawajahojiwa huyu mtu aliyosema ameua sana, na huyu aliyosema tukipoteza watu polisi msiwatafute, na wakati huo kweli kuna watu wamepotea, na wakati huo kweli kuna watu walikufa 2020, na mwingine aliyosema kwamba watu tukiwakata vichwa tutakata watu vichwa, naye pia hajatafutwa vile vile. Kwa nini? Ni kwa sababu ya msimamo yao. Wanakamata watu kwa sababu ya msimamo yao ya kupinga serikali. Yaani Mantamba amekamatwa si kwa sababu ile ina effect, au si kwa sababu labda amevunja sheria. Ni kwa sababu msimamo yake ya moja kwa moja ya kuipinga hii serikali. Yule aliyosema ameua, licha ya kuwa mauaji ni jambo kubwa sana ndani kwenye makosa ya nchi yetu, na uhai wa mtu ni jambo lililopewa kipaumbele kikatiba, lakini hajakamatwa kwa sababu msimamo yake ni kwamba anaitetea kikundi cha political mafias wanaoamua nani afungwe, nani asifungwe. Yaani wanaingilia sheria tu kama vile ni sijui, sielewi nani akamatwe, nani asikamatwe. Yaani mtu leo anaamka anakuwa chawa, hata akifanya kosa lolote hakamatwi. Wewe leo hata kosa doga ambalo pengine hata iliwahusu la kifamilia yako wanakukamata. Jambo ambalo mtu anatoa kama ushauri, kwa sababu kuna content zingine zinatolewa kama ushauri kwa viongozi wa dini, mnapitia hapo kumkamata mtu. Lakini kuna polisi walipiga watu hapo mahakamani, video zinaonekana, hawajawahi kuitwa popote. Mliwalinda, na ni kati ya vitu vinavyojenga chuki, kwa sababu mahakama hawezi kwenda kupiga watu tena video kabisa, unatoa rungu, yani unashika kama vile sijui unafanya nini, kama vile unakoboa mahindi. Hata mahindi huwezi kupiga hivyo, maana itapasuka, na lengo lako ni kuitoa kwa busara zisipasuke. Lakini mtu anafanya hivyo, na still hakuna hatua iliyochukuliwa. Alafu mnasema kwa nini chuki imeongezeka dhidi ya jeshi la polisi na serikali? Kwa nini watu wanashangilia watu wakifa? Tunashangilia, hata nyie mshangilieni. Shangilieni, kwa sababu kwani wanaotekwa nyie si amshangilii tu hadharani. Lakini ni sehemu gani nyie kama serikali, akati nyie ni serikali ya halali? Achana na hii serikali sahihi hii ambayo mmetunyang'anya. Ile serikali sasa ambayo mlikuwa ni serikali ya halali, au kabla, baada hata hii, ni wapi mmeshawahi kukemea utekaje? Yaani ni wapi mmeshawahi kusema jamani, tumesikia ametekwa Daudi Soka na wenzake, tumesikia wametekwa Mdude Nyagali, ametekwa Polepole, wametekwa sijui nani, yule aliochana picha ya rais ametekwa na Kawawa, hayupo, yani kwamba hatujui Kawawa au hajawawa. Sasa ni mkasema hatutapendezwa na hizi shida, na mkakemea hadharani. Ni wapi nyie mmekemea? Zaidi ya kwamba sisi tunasema tumechukia utekaji, nyie mnasema sisi tunatamani rasilimali za nchi ziende nchi za kigeni. Yaani unaona hizo akili ndogo za Mwigulu. Yaani sisi tunasema swala la utekaji, wewe uongelei swala la utekaji popote. Yaani wewe unatembea tu rasilimali za nchi. Kwani nani aliyosaini mikataba za madini zinazotesa watu wa Loliondo mpaka leo? Hiyo sio rasilimali za nchi? Kwa hiyo mkikaa kwenye suti mkapora kupeana mali zetu kwa kigeni kwa kutumia suti sijui na nini na sheria mpovu mlizozitunga, ndio uzalendo? Acheni hizo mambo, hatupendi. Asanteni sana na washukuruni.
Asante sana. Kama ulivyosikiza ama kutazama hiyo video ya Masai Leposa, ambapo nazungumzia kuhusiana na kutekwa kwa Mwandambo, ambapo Mwandambo anajulikana sana kwa kutetea na kuongea yale ambayo yamo moyoni mwake. Kama ulivyotazama hiyo video hapo, Mwandambo ameweza kutekwa ama kushikwa na hajulikani alipo sasa hivi, ambapo Watanzania wameweza kutoa sauti yao, makauli yao kuhusiana na yanayofanyika pale nchini Tanzania. Sijui una maoni gani kuhusiana alichosema Leposa? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema. Asante sana.